بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في أحكام الحيض. نعم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في أحكام الحيض. للحيض أحكام كثيرة. للحيض أحكام كثيرة تزيد على 20. نذكر منها ما نراه كثير الحاجة. نعم، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة. فمن ذلك: الأول الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في أحكام الحيض. بعد يكون ممaliza الفصل الثالث iliyokuwa inazungumzia fi tawari ala alhaidhi, vile vyenye kujitokeza katika hedhi. Hapa katika faslu hii ya 4 almuallif rahimahullah ta'ala anazungumzia fi ahkami alhaidhi, katika hukumu zinazofungamana na hedhi. Ziko baadhi alahkami ambazo kwamba zinafungamana na hedhi. Qala rahimahullah ta'ala: lilhaidhi ahkamun kathiratun, inayo hedhi hukumu nyingi. Hedhi inazo hukumu nyingi. Tazidu ala 20, zinazidia zaidi ya 20. Ziko hukumu nyingi zaidi ya 20 ambazo zinafungamana na hedhi. Nadhkuru minha, tutataja miongoni mwazo katika hizo ahkam, ma narahu, zile ambazo tunaziona sisi kathira alhajati, ni zenye haja nyingi, zenye haja kubwa. Famin dhalika, miongoni mwa hizo: al-awwalu, hukumu ya kwanza ni as-salatu, ni swala. Qala rahimahullah ta'ala: fayahrumu 'ala al-haidhi as-salatu, inaharamika juu ya mwenye hedhi swala. Swala ni haramu juu ya mwenye hedhi. Fardhuha wa nafluha, faradhi ya swala na sunna za swala zote sawa. Itakuwa ni swala ya faradhi, ni haramu kwake yeye mwenye hedhi kuswali, au itakuwa ni swala ya sunna, ni haramu kwake yeye mwenye hedhi kuswali. La tasihhu minha, haisihi kwake yeye swala. Wakadhalika, na vivyo hivyo, la tajibu alaiha as-salatu, haiwajibiki juu yake yeye mwenye hedhi swala. La tajibu alaiha as-salatu, haiwajibiki juu yake mwenye hedhi swala, illa, isipokuwa an tudrika min waqtiha, ikiwa atadiriki katika wakati wake, miqdara rak'atin kamila, kiwango au kiasi cha rakaa kamili. Akidiriki katika wakati sala kiasi cha rakaa kamili, fatajibu alaiha as-salatu hina idhin, itawajibika juu yake swala kwa wakati huo. Sawaun, sawasawa, adrakat dhalika min awwal alwaqti, sawasawa amediriki hilo mwanzoni mwa wakati, am min akhirihi, au mwishoni mwake. Tumeelewana vizuri? Anakuja kutoa mfano hapa ambao utaweka wazi zaidi. مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. مثال ذلك مفان وهيله من أوله، من أول الوقت، منزون موكاتي. امرأة، mwanamke ambaye hadat ba'da ghurubi shamsi,
amepata hedhi baada ya kuzama kwa jua, baada ghurubi shamsi, baada ya kuzama kwa jua, bimiqdari rak'a, kwa kiwango au kwa kiasi cha rakaa. Ameingia hedhi baada ghurubi shamsi, baada tu ya kuzama jua, bimiqdari rak'a. Sisi tumeelewana vizuri, kwa kiwango au kwa kiasi cha rakaa. Fayajibu alaiha, inawajibika juu yake, idha tahurat, pindi atakapotaharika, qada'u salati al-maghribi, ulipa swala ya maghrib. Mfano mathalan katika mji wetu sisi huu wa Shinyanga, swala ya maghrib inaingia saa 12 na dakika 50 mathalan. Tumeelewana vizuri. Imamu akisimama kuswalisha swala ya magharibi hii anaweza akachukua takriban dakika 10 mpaka saa 1 kamili swala ikawa imekwisha. Kiwango cha rakaa moja ya kwanza ya magharibi mathalan ni dakika 2 au dakika 3. Sisi tumeelewana vizuri. Zile dakika 3 huyu mwanamke amezidiriki hizo dakika 3 za rakaa ya kwanza akiwa yuko tahara, thumma ba'da dhalika hadat, kisha baada ya hapo akaingia kwenye hedhi, imamu akiwa rakaa ya pili. Sisi tumeelewana vizuri. Maana saa 12 hapo na dakika 54, si ndio? Imamu yuko rakaa ya pili, dakika 54 55. Sasa huyu mwanamke anaambiwa fayajibu alaiha, inawajibika juu yake, idha tahurat, pindi atakapotaharika, qada'u salati al-maghribi. Sikaingia kwenye hedhi kwa wakati huu ni haramu kwake kusali, lakini itawajibika yeye juu yake yeye pindi atakapotaharika kulipa swala ya maghribi, kuilipa ile swala ya maghribi, liannaha, kwa sababu yake yeye huyu mwanamke, adrakat min waqtiha, amediriki katika wakati wa hiyo swala, qadra rak'atin, kiwango au kiasi cha rakaa, kabla an tahidha, kabla ya kuingia katika hedhi. Naam. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك من آخره امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك من آخره، أي من آخر الوقت، mfano hilo katika mwisho wa wakati, imra'atun, ni yule mwanamke ambaye tahurat min alhaidh, ametaharika kutoka katika hedhi, qabla tulu'i shamsi, qabla ya kuchomoza kwa jua, qabla tulu'i shams, kabla ya kuchomoza kwa jua. Wakati gani? Wakati alfajiri, si ndio? Wakati gani huu? Ni wakati alfajiri. Wakati alfajiri unakuwa kuanzia inapoingia alfajru thani au alfajru sadiqi, alfajiri ya pili au alfajiri ya kweli, ila tulu'i shamsi, nihayatul waqti ila tulu'i shams, mpaka pale itakapochomoza jua. Inapochomoza jua tu basi wakati alfajiri intaha, umeisha. Sisi tumeelewana vizuri. Sasa huyu mwanamke yeye ametaharika kutoka katika hedhi kabla tulu'i shamsi, kabla ya kuchomoza kwa jua, bimiqdari rak'a, kwa kiwango cha rakaa. Mfano katika mji wetu huu wa Shinyanga sisi salatu alfajiri tunaswali saa 11 na dakika 45 mathalan, si ndio? Na itakwenda salatu alfajiri mpaka saa 12 mathalan na dakika 20 ndio jua linachomoza. Tumeelewana vizuri. Kiwango cha rakaa ya kwanza ya alfajiri ni kuanzia saa 12 dakika 45, itakwenda rakaa hiyo mpaka saa 11 dakika 45, itakwenda rakaa hiyo mpaka saa 12 na dakika 10. Sisi tumeelewana vizuri. Au saa 12 na dakika 5. Kisha baada ya hapo rakaa ya pili inakuwa fupi kidogo, si ndio? Sunna rakaa ya kwanza kuwa ndefu zaidi, ya pili kuwa fupi. Itaanza saa 12 na dakika 5, itakwenda mpaka saa 12 na dakika 15 au na dakika 10.
Sisi tumeelewana vizuri. Sasa huyu mwanamke yeye akataharika kabla ya kuchomoza kwa jua na dakika 20 kwa kiwango cha rakaa, ambao kiwango cha rakaa ya pili mathalan dakika 5 au 10. Sisi tumeelewana vizuri. Yeye akawa ametaharika kabla ya jua kuchomoza. Kabla ya jua kuchomoza, yani ule wakati alfajiri kuisha, ilibakia dakika 10 wakati alfajiri kuisha ndio jua likafanya nini? Likachomoza, akawa kaingia kwenye tahara. Sisi tumeelewana vizuri. Anasema fayajibu alaiha, itawajibika juu yake, idha tatahharat, pindi atakapotaharika, qada'u salati alfajri, au pindi atakapojitaharisha ukidhi na kulipa swala ya alfajiri. Maana kwa kitambo cha dakika 10 hizi hawezi kuwa tayari ameshajitaharisha, amekoga vizuri na nini akaswali ili audiriki ule wakati wa nini, wa alfajiri. Pengine atakuja kuiswali yani wakati wa alfajiri umefanya nini, umeshatoka. Kwa itawajibika yeye kulipa, kwa sababu wakati anataharika ile damu inakatika, tayari yumo katika wakati alfajiri, yumo katika wakati alfajiri kwa kitambo cha dakika 10 zilizobakia kuchomoza kwa jua. Kwa hivyo huyu anaambiwa lazima alipe ile swala ambayo imemdiriki yeye akiwa yeye yuko tahara, au yeye ameidiriki swala hiyo, tahara imemuingia na hali ya kuwa bado kuna muda mchache wa kuidiriki salatu alfajiri. Kwa hivyo atailipa, liannaha, kwa sababu yeye huyu mwanamke adrakat min waqtiha, amediriki katika wakati wake, yani wakati salati, juz'an, sehemu, yattasi'u li rak'atin, inayotosheleza kwa ajili ya rakaa. Elewana vizuri. قال رحمه الله تعالى: أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. قال رحمه الله تعالى: أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، أما ikiwa atadiriki huyu alhaidhu min alwaqti, katika wakati, juz'an, sehemu ya muda ambao la yattasi'u li rak'atin kamila, hautoshi, sehemu hiyo haitoshi li rak'atin kamila, rakaa kamili. Mithlu an tahidha fi almithali alawwal, mfano mwanamke kaingia hedhi katika mfano wa kwanza, ba'da alghurubi bilahdha, baada ya kuzama kwa jua kwa muda mchache, bilahdhatin, kwa muda mchache, kwa maana ya kwamba ameingia yeye katika hedhi, lakini ilikuwa tuchukulia mathalan takriban ilikuwa dakika 5 au dakika 4 za rakaa ya kwanza ya magharibi, yeye akaingia katika hedhi kwa dakika 1 au 2 ya rakaa ya kwanza, maana yake haijatosheleza rakaa nzima kukamilika. Sisi tumeelewana vizuri. Basi anaambiwa mtu huyu yeye swala juu yake si wajibu, sawa. Au tatahhara fil mithali thani, au ametaharika katika mfano wa pili, kabla tulu'i shamsi, kabla ya kuchomoza kwa jua, bila hadhatin, kwa muda mchache. Tumeona ni dakika 15 rakaa ya pili, au dakika 10, yeye ikawa ni dakika 5, si ndio? Maana ni muda mchache huu, sio dakika 10 za kutosheleza rakaa kamila. Fa inna salata, hakika sala, la tajibu alaiha, haiwajibiki juu yake, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, wa qawli ya mtume sallallahu alayhi wasallam: man adraka rak'atan min as-salah, yoyote atakayediriki rakaa moja katika swala, faqad adraka as-salah, wa hakika amediriki swala. Muttafaqun alayhi, hadithi imepokea Bukhari na Muslim. Fa inna mafhumahu, kwani hakika mafhumu yake, ufahamu wake, anna man adraka aqalla min rak'a, ya kama yule atakayediriki chini ya rakaa, lam yakun mudrikan lis-salah, hawi ni mwenye kudiriki swala. Yule atakayediriki chini ya rakaa hawi ni mwenye kudiriki swala. Umeelewa? Naam.
قال رحمه الله: وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ نعم. قال رحمه الله تعالى hapa ametaja masala ya kuunganishwa kwa swala mbili ambazo kwamba zinakurubiana katika nyakati. Sawa? قال رحمه الله تعالى: وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر, na pindi atakapodiriki rakaa moja katika wakati wa swala ya alasiri, amediriki rakaa moja katika wakati wa swala ya alasiri, fahal tajibu alaiha salatu dhuhuri, je itamwajibikia juu yake na swala ya dhuhuri? Si amediriki kiasi cha rakaa moja kwenye swala ya alasiri, je na swala ya dhuhuri itamwajibikia juu yake? Fahal tajibu alaiha salatu dhuhuri ma'a al-asri, je itamwajibikia juu yake swala ya dhuhuri pamoja na alasiri? Au adrakat rak'atan min waqti al-isha'i, min waqti salati al-isha'i, au akadiriki rakaa katika wakati wa swala al-isha'i al-akhira, isha ya mwisho, kwa sababu isha ziko mbili, al-isha'u isha'aini, isha'u al-maghrib wa isha'u al-isha. Sawa? Akadiriki rakaa kamili katika wakati wa swala ya al-isha al-akhira, isha ya mwisho, fahal tajibu alaiha salatu al-maghrib ma'a al-isha, je inamwajibikia juu yake yeye swala ya maghrib na isha? Unaona swala ya alasiri iko mbele, magharibi iko nyuma. Swala al-isha al-akhira iko mbele, magharibi iko nyuma. Yeye kaidiriki ile ya mbele. Sisi tumeelewana vizuri. Sasa je na ya nyuma itamwajibikia? Tuko pamoja eh? قال رحمه الله: في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه. والأصل براءة الذمة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرع المهذب. قال رحمه الله تعالى: katika hili la kudiriki swala ya mbele, je inawajibika na swala ya nyuma kwa sababu ya kukurubiana wakati? Yani amediriki alasiri, je itamwajibikia na dhuhuri kwa sababu ndio nyakati zinafuatana? Au amediriki al-isha al-akhira, je itamwajibikia na al-maghrib kwa sababu zinafuatana kinyakati? Katika hili kuna khilafu baina ahli al-ilm, fi hadha khilafun baina ahli al-ilm, baina al-ulama. Katika hili kuna khilafu baina ya wanawachuoni. Waswawabu, na jambo la sawa katika hizo khilafu ambazo zipo baina ahli al-ilm, annahu yajibu alaiha, hakika yake inawajibika juu yake, annahu la yajibu alaiha, hakika yake haiwajibiki juu yake, illa ma adrakat waqtahu, isipokuwa kile ambacho amediriki wakati wake. Hakitowajibika juu yake isipokuwa kile ambacho ameudiriki wakati wake. Wa hiya salatu al-asr wal isha al-akhira, nayo ni swala ya alasiri na swala al-isha al-akhira faqat, liqawlihi sallallahu alayhi wasallam: man adraka rak'atan min al-asr, yoyote atakayediriki rakaa katika wakati wa alasiri, qabla an taghruba ash-shamsu, qabla halijazama jua, faqad adraka al-asra, wa hakika amediriki alasiri. Kwa maana huyo amediriki wakati wa alasiri, muttafaqun alayh. Walam yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na wala hakusema mtume sallallahu alayhi wasallam, faqad adraka adh-dhuhra wal-'asra, wa hakika amediriki adh-dhuhuri na al-'asri. Walam yadhkur wujuba adh-dhuhri alayhi, na wala hakutaja uwajibu wa adh-dhuhuri juu yake. Wal asluna asili bara'atu adh-dhimma, ni kuondosha dhimma, ndio asili. Al-aslu bara'atu adh-dhimma, ni kuondosha dhimma. Wa hadha madhhabu Abi Hanifata, na haya ndio madhehebu ya Abu Hanifa wa Malik na al-Imam Malik. Hakahu anhuma, amesimulia
na ameelezea kutoka kwa wao hao wawili fi sharh al-muhadhab katika sharh al-muhadhab al-Imam Ash-Shirazi rahimahullah ta'ala.